ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يقول لا تحزن الله معنا. Ndugu katika imani, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake na fadhila kwa kutujalia siha njema na afya bora. Tunakutana na kujumuika ndani ya nyumba yake tukufu Ijumaa ya leo tarehe 18 mwezi wa kwanza kwa kalenda ya Kiislamu, tarehe 18 mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza mwaka 1448 Hijria, sambamba na tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 miladi. Sema hesabu kwa kalenda ya Hijria, lakini aghlabu wengi hatujui tukio hili la hijra, hatulitambui, hatulifahamu. Kwa hivyo sisi tulisema tunataka tuchambue angalau tukio hili na faida zinazopatikana kutoka kwenye tukio hili katika maisha yetu kama umma wa Kiislamu. Tayari tumeshaona kwamba ni kupitia tukio hili la hijra, kuhama kwa mtume, ndio kwa uwezo wa Allah Uislamu umetufikia hapa tulipo, kwa sababu miaka 13 aloishi mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Maka hakuweza kuhesabu maswahaba 1000, hakuweza kuhesabu. Yani amelingania miaka 13, hapakusilimu watu wanaofika 1000. Lugha nyepesi tuseme hivyo, hapakusilimu watu wanaofika 1000. Alipotoka katika mji huu akahamia katika mji wa Madina, aliweza kulingania miaka 10 alioishi, au tuseme miaka 9 na miezi kadhaa, aliweza kulingania mpaka kusilimisha watu zaidi ya 100,000, mpaka yeye anakufa. Amehiji miezi michache iliyopita, anakufa, anaacha masahaba zaidi ya 100,000 kawashuhudia, zaidi ya 100,000. Yapo mafunzo tunayotakiwa kujifunza katika tukio hili ambalo lenyewe ndio kama tukio lililosimamisha Uislamu. Tukio hili ndio tukio ambalo lilofanya Uislamu leo hii sisi tuko nao ni neema. Mtume alikuwa akishukuru, bali wema walikuwa akimshukuru Allah, alhamdulillah alladhi hadana lihadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sifa yeye ambaye ametuongoza kuitambua hii na tusingeweza kuwa wenye kuongoka kama yeye kwenye kama. Kwa hivyo kitendo cha kuhama kutoka Maka kuja Madina kiliokoa uhai wake na kimeuokoa Uislamu kutokufifizwa na kumalizwa. Tunaweza kujifunza nini kutoka kwenye
kwenye hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulisema katika ambayo tunaweza kujifunza ni at-takhtitu al-jayyid wal akhdhu bil asbab, mipangilio mizuri na kuchukua sababu za kimsingi wakati ukitaka kutekeleza jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyosema huyu bwana, innaka tara rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yauddu lilamri uddatahu, kuhusu jambo la kuhama utaona vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyolifanyia mipango na maandalizi. Alipoambiwa Mtume sasa hama, toka hapa nenda sehemu, hakukurupuka tu, hakukurupuka. Na nyinyi mnaona, Mwenyezi Mungu atusalimishe sote, mnaona hali tulionayo siku ya leo, Ijumaa ya leo kwa mfano, rudisha siku chache nyuma hapa, kuna watu hawakufanya mipango ya kimaisha kama walivyozoea, baada ya watu kukurupuka, kutokujua ni njia gani sahihi ya kupitia kufikia pale wanapopatamani. Wao wanaona kikwazo ambacho si kikwazo. Yaani kuna mtu anakuona wewe ndio sababu ya yeye kutokunywa chai leo, kwamba hajapata chai kwa sababu yako, kumbe si kweli. Kwa hivyo anataka akupige, akuondoshe pale ulipo, akidhania ndio meza itajaa chai na mikate na nini. Huku ni kutokujua kupangilia, kutokuiona fursa na namna ya kuiendea, tawaumiza watu tu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama tulimuona alivyojipanga ili kulitimiza tukio hili. Alijipanga Mtume sallallahu alayhi wasallam, akafanya maandalizi almunasib, akachagua muda ambao ni munasaba kwa ajili ya tukio hili, muda wa kuanzia kutoka kwake kwenda kwa mwenzake na muda wa kutoka pale kwa mwenzake kwenda kuianza safari. Alichagua Mtume muda munasaba, tutauona. Wayakhtaru sadiqa almunasib, kama tunavyozungumza, Mtume alikuwa na maswahaba kadhaa. Tayari hii ni miaka 13 ishapita, ashakuwa na zaidi ya watu 300 waliosilimu. Miongoni mwa watu waliosilimu wakati Mtume anahama, tayari kuna mtu alikuwa anaitwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mtume kabla Umar hajasilimu alikuwa akiomba sana dua, anamwambia Allah, Mwenyezi Mungu, ya Allah, a'izza al-islam, upatie nguvu Uislamu ahadi al-umarain, upatie nguvu Uislamu wa maumar hawa waliopo Maka. Mmoja ni Umar ibn al-Khattab na mwingine ni Amr ambaye alikuwa ni ami yake. Akisilimu mmoja kati ya hawa, kwa sababu ni watu wenye nguvu, wanasikika, wanaogopwa, Uislamu nao utapata nguvu. Mtume akiomba dua hivyo. Lakini wakati alipotaka kuhama, pamoja na kuwa Umar kishakuwa ni Muislamu tayari zaidi ya miaka 3, hakumwambia Umar, sasa wewe utanisindikiza. Hakumwambia Umar. Na wajua Umar, wakati watu wanahama, Umar, watu walikuwa wakihama kwa kujificha. Manake ukionekana unahama unakamatwa. Umar alitoka mchana kweupe kama hivi, mchana kabisa, akawafuata wale watu ambao ni maadui walivyokaa kama sisi tulivyokaa, kama mimi leo hivi sasa huu mchana nahama, natoka zangu hapa Maka na kwenda Madina. Nyinyi mnawazuia watu, mimi nahama. Ambaye katika nyinyi anataka mke wake abakie mjane, mtoto wake abakie yatima, anifuate, nitapita njia fulani, anifuate nimuoneshe. Alitoka kweupe, akawaambia kwamba natoka, na hakuna kweli aliyethubutu kumfuata. Mbona kwa nguvu hizi Mtume hakumwambia Umar, sasa we bouncer, wewe ndo utanisindikiza? Mbona hakufanya hivyo? Kwa nini? Alimchagua munasib. Wa yakhtaru as-sadiq al-munasib, akachagua mwenza wa kushirikiana kwenye safari ambaye ni mwenye kuendana naye. Wal makanu al-amthal, na akachagua sehemu ambayo ni bora zaidi inayoendana na tukio. Wayuwadhifu at-taqat al-mutaha afdalu tawdhifa mumkin, na akaweka badala, akaweka pahala maalumu, mtu maalumu kwa jambo maalumu kwa wakati maalumu. Alifanya hivyo Mtume.
Inamaanisha nini hii? Mtume sallallahu alayhi wasallama, sahibuhu fil hijra Abu Bakr radhiyallahu anhu, alipotaka kuhama alimchagua Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar na Umar ndo ilikuwa mmoja ni wa mkono wa kulia, mwingine ni wa mkono wa kushoto, ndio kama mawaziri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndo walikuwa watu ukiwaona umemuona Mtume, au ukimuona Mtume angalia pembeni utamuona na Umar na Abu Bakar, hawa watu. Kwa hivyo sehemu nyingi alikuwa na watu hawa. Pakija jambo linahitaji ushauri, alikuwa akiwaita hawa watu washauriane naye. Mara nyingi Mtume akichukua ushauri wa Abu Bakar badala ya ushauri wa Umar, pamoja na kwamba ushauri wa Umar ulikuwa ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu Umar alikuwa anayaona mambo, akiangalia ubao anauona ni mweupe na anasema ni mweupe. Abu Bakar yeye alikuwa akiangalia mambo, anaona kidogo na cha baadaye kidogo, unajua hapa tukifanya hivi unaweza ukawa hivi. Yaani yeye alikuwa ni mpole, hizibu na hekima nyingi ndio alizozipenda Mtume. Kwa mfano katika mwaka wa pili baada ya kuhama, katika mwaka wa pili alikamata mateka katika makafiri. Mtume akamuuliza Abu Bakar na Umar, tuwafanye basi tuue. Abu Bakar akasema, naona hawa wana ujuzi ambao sisi hatuna, hawa wanao utaalamu ambao sisi kama Waislamu hatuna. Tukimchukua mmoja tukamwambia ili tumwachie huru awafundishe watu wetu kitu fulani, tutakuwa tumetengeneza watu fulani. Mtume akachukua rai hii akaacha ile ya Umar. Qur'ani iliposhuka ikaunga mkono rai ya Umar, rai ya mabavu ya manguvu, piga tu kichwa tukate, ndio ilikuwa sahihi. Lakini hapa kwenye shortcut Mtume hakupapenda hapa, hakupenda mabavu, alitaka mipango na mikakati. Kwa hivyo akamchagua Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar wakati anasilimu tayari ni tajiri katika mji wake, ni mali ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mali ya mama yetu Khadija bintu Khuwailid mke wa Mtume radhiyallahu anha wa ardaha, ndio ambayo kwa upande wa kifedha iliusukuma Uislamu kwenda. Hawa ndio walikuwa watu ambao walimfanya Mtume asimame katika da'wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamfanya Abu Bakar ndo atakuwa mwenza katika safari. Halafu kwa upande wa muda, Maka inafahamika kama mji wa joto, joto hasa. Juzi mbichi ndani ya leo ndo tuko Ijumaa, kati ya Jumatano au Jumanne, Tuesday au Wednesday, Ujerumani joto limefika kwenye 42 mpaka traffic lights hizi tunaziita roboti, zile plastiki zile ambazo tunazijua zinakuaga zina cover yale mataa, zinayayuka. Maka hili ni joto dogo, joto la 40 ni dogo. Hija ya mwaka jana au mwaka juzi joto liligonga 46, 47, pakafa baadhi ya mahujaji wakati wa hija, pakafa baadhi ya mahujaji. Kwa hivyo Maka ni mji wa joto kweli. Asili ya joto, hata ukiangalia katika majengo makubwa mazuri tunayoyapenda kama mahoteli ya kifahari, huwa kuna tunyumba twa duara tunaita payote. Tukijengwa tule huwa tunaezekwa majani. Nyumba ikiezekwa na kitu kama hichi majani, hata jua likiwa kali kiasi gani, ukiwa ndani husikii joto. Joto tunalipata tunapoezeka mabati kama hivi na haukuweka sakafu. Kwa hivyo miji ile zama hizo ilikuwa inaezekwa kwa majani au miti, kisha inawekewa udongo, kisha ndo majani yanawekwa juu. Kwa hivyo wakati wa joto kiasili, hewa ya barabarani inapiga ni hewa ya joto. Hata hapa huwa tunaliona hilo. Hewa uona zaniani ka upepo kanakupulizia joto. Watu katika bara Arabu ukiwa na joto walikuwa wanajifungia ndani, hawatoki nje. Kwa hivyo Mtume fi tawqit
katika kuchagua muda munasaba wa kutoka, alisubiria siku ya joto kali, watu wamejifungia ndani, ndo yeye akatoka, hakutaka kuonekana. Kwa hivyo watasema kumbe mtume alikuwa mwoga. Of course alikuwa mwoga katika hili, na ni uoga wake uliomnusuru, na uoga huu uliomnusuru ndo ulisababisha awepo na ufikishe Uislamu. Usishtuke, kulikuwa watu majeuri ambao walikuwa hawaoni uoga kukata shingo ya mtu hata kama anaitwa mtume, walikuwa hawaoni uoga, bali wapo mitume wa Allah wametajwa ndani ya Qur'ani, walichinjwa kama wewe unavyochinja kuku. Nabiullahi Zakaria na mtoto wake nani, Yahya, wamechinjwa. Kwa hivyo mtume angejifanya mimi mtume, niko na watu hapa, natoka, wangemchinja. Na wangemchinja kipindi kile, sisi na wengineo tungebaki kujuaga tu. Kama tungekuja kweli, tungebaki kujua kwamba kulikuwaga na kipindi kulikuwa mtume anaitwa Muhammad, alikuwa na dini inaitwa Uislamu. Usingetufikia hapo, sijui tungekuwa ni waabudu mizimu au tungekuwa ni watu gani. Angekufa mtume kipindi kile. Fakhtara at-tawqit al-munasib, akachagua muda muwafaka, muda wenyewe hasa ambao watu wamejifungia ndani. Wakati al-khuruj lilhijra, kutoka kwa ajili ya hijra yenyewe, kwa sababu huu muda wa joto alitoka kuianza hijra kutoka, lakini kutoka nyumbani kwake kwenda kwa Abubakar ambaye ndio mwenza wake, alitoka usiku, alijificha, na nyumba yake ilikuwa ina mlango kama hivi na mwingine kwa nyuma kama hivi. Alitokea mlango wa nyuma pia, na narudia kukariri, aliweka uoga. Huu uoga ni tahadhari. Wakati mwingine ukijifanya mbabe unaishia kuumia, halafu ubabe wako usiwe na faida. Kwa hivyo mtume aliweka uoga wenye tahadhari. Ona, usije ukajifanya wewe unatawakkal kwa Allah, hata uwe na tawakkul hautomshinda mtume sallallahu alaihi wasallama katika kumtegemea Allah. Jifunze hilo. Ndio maana hata katika ugomvi sometimes hata kukimbia ni sehemu ya mbinu ya kupigana. Umetoka nyumbani, unaona kuna vijana wawili upande wa kulia, wengine wawili, kukimbia, rudi ndani. Kusimama kama kidume ili ufe na tai ni ubwege. Kukimbia ndo wanaume wenyewe. We una nguvu gani bwana upigane na watu 4, 5, 6 bwana? Usifanye hivyo, utakuwa umejiua. La tulqu biaidikum ila tahluka, Allah anatukataza. Inna Allaha kana bikum rahima, msithubutu kujitumbukiza kwenye maangamivu. Allah anakuoneeni huruma, na wewe jionee huruma basi. Allah anakuonea huruma alafu unataka kujiangamiza? Jionee huruma. Kwa hivyo mtume alikuwa na uoga wa tahadhari. Usiku ndio alitoka tena kwa mlango wa nyuma. Tena si hivyo tu, kwa kujifunika. Usiku mlango wa nyuma na amejifunika. Kisha hii tawdhifu taqat, ndani ya nyumba akamchukua mdogo wake, mtoto wa ami yake Ali ibn Abi Talib, akamwambia, unajua hawa watu kwa vyovyote vile watakuja hapa. Wakija wakichungulia wakaona kitanda kiko wazi, watajua nishaondoka. Sasa we nenda nyumbani kwangu ulale kwenye kitanda changu. Wakichungulia kuna mtu atakale nje usiku wote wakinisubiria kukumisha kwenye mambo yao. Tahadhari na mipangilio. Na kweli ilikuwa hivyo. Walikuja Makuraishi, wakachungulia pale, wakaona kuna mtu ndani, masita atakuwepo. Lakini pamoja na hili, mtume sallallahu alaihi wasallama, licha ya kuchukiwa kwake na Makuraishi mpaka wakataka kumuua,
Mtume ndo alikuwa benki ya Makuraishi, alikuwa anaweka mali za Makuraishi. Hawamwamini na hawampendi, lakini yeye ndo alikuwa anaweka mali zao. Kwa hivyo alimweka Ali kwa mambo mawili: wewe pale utakaa mpaka asubuhi, kuna hichi hapa ni cha fulani na hichi hapa ni cha fulani na hichi ni cha fulani, wakabidhi vitu vyao, lakini ulale pale kitandani ili wakichungulia waone kama vile ni kingaliki pale. Na walikuja wakadhania mtume bado yupo, lakini mtume alitoka. Bali riwaya nyingine inasema wakati anayafanya hivi alikuwa ndani, wenyewe wakakaa nje, Mwenyezi Mungu akawasinzilisha, kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipotoka, wakati anafungua mlango alisoma aya ipo katika suratu Yasin: waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Akaacha wanawanyunyuzia mchanga kwenye vichwa vyao pale walipokaa, akatoka zake mpaka Ali alipoamka, wanamuona yeye, wanaambia mwenzio yuko hapa, ambaye sasa toka. Sisi tumechungulia hapa, mliniona mimi. Yupo, anaambia ameshatoka, fanyeni hivi, mtaona ametoka na ameacha na kuwekeni mchanga kichwani. Na kweli wakaukuta mchanga. Lakini kwamba mtume alitoka kwa kujificha ni jambo likupatie wewe funzo. Wakati mwingine kujionesha au kujinyanyua si jambo muhimu. Kuwa na malengo, usifupize maisha yako. Akatoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mpaka kwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Alipofika kwa Abu Bakar, pamoja na kwamba ndio amemchagua, Abu Bakar alipochaguliwa, ile furaha ya kuchaguliwa alilia machozi, akaandaa safari kwa shauku, anasubiri tu siku ambayo mtume atamwambia ni leo. Sasa mtume alipofika na kugonga mlango, hapakuwa story, hapakuwa mazungumzo marefu. Alimwambia ndo leo na muda ndo huu. Basi achukua farasi au ngamia walizoandaa, safari ikaanza. Wa amma an ikhtiyari almakani almunasib, ama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kuchagua sehemu iliyokuwa sahihi, munasib, bora zaidi kwa tukio ambalo anataka kulifanya. Mji wa Maka ulipo na mji wa Madina ulipo, kuna njia ambayo inafahamika ni maalumu. Ukitaka kwenda kwa urahisi, pita njia hii. Ukitaka kwenda Maka, pita njia hii. Ni kama tunavyosema sisi tuko Loa, ukitaka kwenda Nyanga utanyosha, upite kwa upande wa Luzuko upandishe, au utokee kwa Goli upandishe. Unapomuona mtu anakwenda Nyanga anashuka Michaspleni, hata wewe utamuuliza umepotea, tunakwenda Nyanga. Alichokifanya mtume ni hichi. Kwanza njia hii ilikuwa haizoeleki, alafu ni ndefu zaidi ya kilomita 7. Yaani kama safari inachukua kutwa nzima, basi hii aliyochukua inachukua masaa 24. Hii 12, hii 24. Kwa hivyo mtu mwenye akili asingeweza kuchukua hii, au asingeweza kufikiria kwamba mtume atachukua njia hii. Ndo aloichukua. Lengo ilikuwa ni kuwapoteza. Kisha akamwambia Abu Bakar, unajua tunatoka na lengo letu ni kwenda Madina, lakini hawa watatutafuta, hawatakubali baada ya kutukosa wakae, watatutafuta hawa. Sasa twende mpaka sehemu kadhaa. Wakatoka mpaka kwenye mlima unaitwa Jabalu Thawr, mlima wa Thawr. Kuna pango pale, cave, kuna pango la Thawr. Wakajificha pale, walikaa siku 3. Nisisitiza, mtu anayejificha anaogopa. Hivyo mtume alikuwa moga, ndiyo, ni sehemu ya tahadhari. Alijificha katika pango ambalo huwa haliingiliki kutokana na muundo lilivyo.
Kwa hivyo lina vitu hatari ndani, na hata vilitokea Mtume akajificha ndani ya pango lile, na walikaa siku 3 pale. Taudhifu taqat, baada ya kumwacha Ali na anajua tutakwenda kujificha sehemu fulani, alimwacha mtoto wa Abubakar wa kiume awe shushushu, mpelelezi. Wewe utakuwa unazunguka katika vijue vya Maka usikie wanazungumza nini, kisha utakuwa unatufuata sehemu fulani, ndio tutakuwa. Lakini wakati unakuja na kuondoka, jitahidi uwe unakuja unaongozana na mtu ambaye ana mifugo, ana mbuzi au kondoo, uwe unaongozana naye. Akamteua mtoto wa kike wa Abubakar kwamba wewe ndo uwe unakuja unatuletea chakula, kwa sababu mara nyingi mtoto wa kike kukamatwa, kupekuliwa, kushukiwa ni vigumu. Wewe ndo utakuwa ukituletea chakula, bila chakula tutakufa siku hizo 3. Hii ndo inaitwa tawdhifu taqat. Alipangilia watu kwenye nafasi maalumu munasaba kwa ajili ya tukio hili. Siku 3 Mtume ndani ya pango. Aya tulioitanguliza ipo katika sura Tauba. Allah anasema illa tansuruhu, msipomnusuru nyinyi, msipomsaidia Mtume, msipomtetea nyinyi, faqad nasarahu Allah, Allah tayari kishamsaidia. Tayari Allah kishamsaidia. Idh akhrajahu alladhina kafaru, pindi walipomfukuza wale waliokufuru na kumtoa katika mji. Thani athnaini, akiwa ni wa pili miongoni mwa watu wawili ambao walitoka makwao wakenda kujificha, walitoka ndani kwao wakenda kujificha, walikuwa ni wawili. Thani athnaini idh huma fil ghari, walipokwenda wakajificha ndani ya pango. Idh yaqulu li sahibihi, pindi aliposema yeye Mtume aliposema kumwambia mwenza wake kule ndani ya pango, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yupo pamoja nasi. Hapa anamtaja Allah, asbabu kishazichukua, kisha kuja kujificha ndani ya pango, kisha anamwambia Abubakar la tahzan inna Allaha ma'ana. Kulikuwa nini mpaka amwambia Abubakar hivi? Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallama, tulisema katika utangulizi wa wiki ile, aliupenda sana mji wa Maka, aliupenda sana. Na laiti si kama kulikuwa na fitna hizi za Makuraishi kumkataa na kutaka kumuua, wanamkataa hakuwajia na kitu kibaya, wanataka kumuua, si kwamba kaleta shari. Mtume alikuwa amekuja na kheri. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Hakuna kilichowakera Makuraishi wakamchukia Mtume isipokuwa, au Mtume na Waislamu, isipokuwa kwamba Mtume na Waislamu wao walikuwa wamemwamini Allah tu basi. Uadui ulikuwa ni huu. Vita kubwa ilikuwa ni kutaka kuizima nuru ya Allah isienee, kutaka kuizima haki isikae au isitawale katika ardhi. Basi hakuwa ameiba kitu cha mtu, na sikuiba tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na chuki, angalia, bado anahama, kisha anaacha mali za walomtesa. Maana walimtesa sana, bali walikuwa wanamchukia na walikuwa wanamvizia ili kumuua. Bado anaziacha mali zao mikononi mwa Ali kwamba hii ni ya fulani, mrudishie, hii ni ya fulani. Na uzuri wote huu, kwa nini walimfukuza?
Kwa nini walimchukia? Utaelewa kwamba si lazima upendwe eti kisa kwa sababu wewe ni mwema na mzuri. Kuna ambao hata wazuri wanawachukia, yaani ule uzuri wako ndo unaokufanya uchukiwe. Sasa walikuja wakamsaka Mtume, walimtafuta kupitia kwa mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kunusa ilipokanyaga nyayo ya mtu. Mbwa zina kazi hiyo. Kuna mbwa maalumu, hata umeze dawa cocaine tumboni, zina uwezo wa kukunusa na zikajua wewe una dawa. Ukikamatwa uwanja wa ndege, imekunusa mbwa ikatikisa mkia kwamba anazo, utapelekwa jisaidie tu zitoke. Mbwa ziko hivyo. Sasa kuna mtu alikuwa na uwezo kushinda mbwa hawa, Suraqatu ibn Malik, anawaleta